Mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani asubuhi ya leo? Ninaamini kwamba hali yako sio mbaya na pia usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Unaweza kuwa wewe kwako, yani unasema tu nimeyapitia mengi. Unasema tu usiku wangu ulikuwa mrefu, maana sioni kama niliweza na kupata usingizi vilivyo. Nimepitia mengi, nimefikiria mengi. Lakini asubuhi ya leo ninakujulisha kwamba mpendwa, Mwenyezi Mungu yu karibu nawe. Mwenyezi Mungu yu akupenda. Hata ingawa unaweza kuwa tu unapitia yoyote, lakini katika hayo yote ona kwamba Mwenyezi Mungu anakupenda. Omba akaweze na kufanya kazi pamoja na hayo yote ambayo unaweza kuwa unayapitia. Asubuhi ona kwamba itakuwa ni ya baraka. Ona siku yako ikiwa ni ya baraka. Usione yale mengine ambayo umeyapitia, yale mengine ambayo yameweza na kukuumiza, ukasema kwamba siku yangu itakuwa hivyo tu. Hapana. Siku yako itakuwa ni ya baraka, na kuomba ukaweza na kuamini hayo yote. Pia ninangetaka kukukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kubarikiwa pamoja na kufundishwa pamoja neno la Mwenyezi Mungu, ambapo tunaangazia sana mambo ama mafundisho ya Roho Mtakatifu. Tutaendelea kuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namo kutoka kanisa la ABC Changoma. Karibu sana, tuendelee na kufundishwa na kubarikiwa. Asubuhi nyingine ya leo, ndugu mpendwa mtazamaji, ningependa kukusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kukukaribisha katika neno la Mungu asubuhi ya leo. Na kabla hatunjalisoma, wacha tukaweze kuanza kwa maombi. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, tunalihimidi na tunalisifu jina lako ambalo ni jina kuu. Tunasema ni asante kwa mambo ambayo unayotutendea kila wakati. Pokea sifa kutoka katika mioyo yetu. Kwa ajili ya neno la Mungu lililo mbele yetu, tunaomba ili ukaweze kutubariki na ulibariki. Na ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, siku ya leo tutaweza kuendelea kusoma neno la Mungu, na tutasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango ule wa 5. Tuanze mstari wa 1 na tumalizie na ule wa 6. Matendo ya Mitume kifungu cha 5 mstari wa 1 tumalize na wa 6. Hebu na tusome pamoja. Pia mtu mmoja jina lake Anania na mkewe Safira waliuza mali yao, lakini Anania kwa makubaliano na mkewe akaficha sehemu ya fedha alizopata, akaleta kiasi kilichombakia kwa mitume. Petro akamwambia Anania, "Mbona shetani ametawala moyo wako kiasi cha kukubali kumdanganya Roho Mtakatifu, ukaficha sehemu ya fedha ulizopata? Kabla hujauza hilo shamba lilikuwa mali yako, na hata baada ya kuliuza fedha ulizopata zilikuwa zako. Kwa nini basi umeamua moyoni mwako kufanya jambo kama hili? Ujue hukumdanganya mtu, ila umemdanganya Mungu." Anania aliposikia maneno hayo akaanguka chini akafa, na wote waliosikia maneno haya wakajawa na hofu. Vijana wakaingia wakaufunga mwili wake,
wakamchukua nje kumzika. Mtazamaji, tunaendelea na kipindi cha Pentecost, ambapo tunaendelea na kujikumbuza jinsi Roho Mtakatifu anavyoendelea na kufanya kazi. Mahali tumesoma ni wakati wafuasi wa Yesu Kristo walipopata hizo nguvu za Roho Mtakatifu na wakaendelea na kulihubiri neno la Mungu. Wakaendelea na kufundisha jinsi Bwana Yesu Kristo alikuwa ameahidi kwao. Na wakati huu walikuwa ndani ya hekalu wakiendelea na shughuli za kuhubiri neno la Mungu. Na tumesoma mtu mmoja ambaye alikuwa mshirika wa kanisa hile, ambaye ni Anania na mkewe Safira. Wakawa wamepanga kisirisiri kuuza shamba lao. Na katika sheria ya Kiyahudi kulikuwa na mambo tofauti. Ukiuza shamba kuna fungu la 10, kuna mambo mengi katika sheria. Na wao wakafanya jinsi walivyokusudia katika moyo wao. Ila wasijue kwamba Roho Mtakatifu huwa karibu na uchunguza yote ambayo tunayoyafanya. Kiwa ni ya kisiri, kiwa ni ya wazi, Roho Mtakatifu huwa anatazama na anaangalia, huwa karibu sana nasi. Anania akakubaliana na mke wake Safira kutoa udanganyifu. Na alipopeleka sehemu ya zile fedha ambazo alikuwa ameuza shamba lake, akawapelekea watume. Asijue kwamba mwenye kuwa na Roho Mtakatifu huelezwa na hujulishwa mabaya ama mazuri yaliyo ndani ya yule mwingine. Ama anaweza kukutahadharisha wakati unaenda, anaweza kukuonyesha na kukuepusha na mikaza na mambo mabaya. Anania hakujua hayo, lakini mtumishi wa Mungu Petro alipokuwa kanisani, Roho wa Mungu akaweza kumdhihirishia ya kwamba Anania ni mdanganyifu. Ndipo akamuuliza mara moja, kwa nini umeamua kumdanganya Mungu? Anania asijue kumbe Roho Mtakatifu wakati alipokuwa anafanya siri na mke wake, Roho Mtakatifu alikuwa anasikiliza. Na huyo Roho akamuelekeza mpaka kwa mtumishi wa Mungu Petro. Ndipo akamwambia, si mimi ambaye umenidanganya, lakini umemdanganya Mungu. Mtazamaji, hapa kuna mambo ambayo ni ya kuongofya sana. Kwa sababu sisi tulipokuwa hatukuokoka, Roho Mtakatifu hakukaribia karibu nasi. Lakini wakati tulimpokea Yesu Kristo, tulijazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo yale yote ambayo tunayafanya, tukiwa ni ya kisiri, ikiwa ni ya wazi, Roho Mtakatifu anajua. Kwa hivyo haina haja ya kuficha mambo hata kama ni mabaya unayotenda kisiri, kwa sababu Roho Mtakatifu atayadhihirisha. Na ndipo unaona Biblia inasema yale ambayo tunayatenda sirini yatatolewa wazi. Si kwa njia nyingine, ni vile Roho Mtakatifu anayaelewa yote ambayo tunayatenda. Kwa hivyo sisi wa Kristo tunafaa kuchunguza maisha yetu, na kama ni jambo ambalo tunalifanya, tunampa nafasi Roho Mtakatifu, tusije tukamkosea Mungu. Na Roho Mtakatifu akidhihirisha mambo, tunaweza tukapatwa na shida. Kwa hivyo mtazamaji, unapotembea, unapofanya kazi zako, angalia, mpe nafasi Roho Mtakatifu. Na kama umegundua ya kwamba kuna mahali umetenda mambo yasiyo yanafaa, ujue Roho Mtakatifu anayajua, ni vizuri kutubu. Na jambo lile lingine,
ni kuendelea kudumu kuomba, ili Roho Mtakatifu akufundishe, ili Roho Mtakatifu aweze kuonyesha njia na mwelekeo utakavyoenda, kwa sababu maisha haya hatuyawezi bila kuongozwa na Roho Mtakatifu. Anania alifikiri kivyake, akafanya siri kivyake, na hakujua ya kwamba hata Mungu anajua. Kwa hivyo Mungu hujua hata sirini. Mungu hujua vile tunavyofikiria. Mungu huelewa na yale ambayo tunakusudia kuyafanya, kwa sababu ya nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu tuliyepewa na tuliyeahidiwa na Yesu Kristo. Kwa hivyo mtazamaji, hata mahali ulipo, Roho Mtakatifu yu karibu nawe, anaendelea na kuwa pamoja nawe, na anayajua unayoyafanya. Kwa hivyo ni vizuri kila wakati tukitaka kutenda jambo, tumpe nafasi ili atufundishe, nitasema nini? Nitafanya nini? Nitamtumikia Mungu kwa njia gani? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwalimu mkuu. Asante kwa utazamaji wako, na Bwana alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya nafasi ya neno lako, neno ambalo limetutia nguvu, na neno ambalo tumejifunza kuhusu msaidizi wetu aliye Roho Mtakatifu. Endelea na kutufundisha, na wacha Roho Mtakatifu akaweze kuingia ndani ya maisha yetu. Wabariki watazamaji wote na utubariki zote, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Anania na Safira tumeweza na kuona kwamba kweli waliweza na kudanganya mbele ya watumishi wa Mwenyezi Mungu. Waliangalia wakaona hawa tu ni wale ambao tunawajua. Hakuna kitu ambacho wataweza na kujua. Hawakujua kwamba wanamdanganya Roho Mtakatifu ambaye alikuwa ndani ya watumishi wa Mwenyezi Mungu. Lakini Petro alimtazama tu na kumuuliza mbona akaamua kudanganya hata Roho Mtakatifu mwenyewe. Na kweli kabisa waliweza na kupatana na kile ambacho maybe hata wewe mwenyewe uwezi ukakifurahia. Maana kifo kiliweza na kuwapata kwa sababu ya kumdanganya Roho Mtakatifu. Na ndio sababu tukaweza na kufundishwa na kuambiwa kwamba Roho Mtakatifu hawezi akadanganywa. Roho Mtakatifu huwezi ukamdanganya, maana anajua yaliyo ndani yetu. Tuamini. Na tukiamua kabisa Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu, kabisa tutatenda na tutafanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa uaminifu. Kama vile ambavyo Roho alikuwa anawatumia kina Petro, hata nasi ataweza na kutumia na ataweza na kufanya kazi kuu ndani yetu. Ninaamini kwamba hilo fundisho limeweza na kukubariki kwa sana. Ninakutakia wakati mwema, siku njema, na tupatane hapo saa 3:30 jioni ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.